Shalom, nakukaribisha katika podcast yangu. Mimi ni Apostle Francis Goel, na leo ninazungumza jumbe unaozungumzia usiguse ua. Don't touch a flower. Don't touch a flower. This is my message. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi kwa habari ya mambo yale liyoandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. So kwenye huu muktadha kuna ukinzani wa hoja. Paulo anasema ni bora mwanamume asimguse mwanamke. Inamaanisha uhusiano wa kimapenzi au tendo la ndoa, nje ya ndoa, au kwa lugha nyepesi ni uzinzi na uasherati. Sasa lakini tunaona ni Mungu aliyesema si vyema mtu huyo awe peke yake, inamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndipo akamleta mwanamke, tunaona, na Adamu akamwita mwanamke kwa kuwa alisema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, na kwa kuwa ametoka kwa mwanamume hivyo ataitwa mwanamke. Lakini Paulo hakuwa kinyume na Mungu, unajua, bali alikuwa anashughulikia tatizo ambalo ni very specific kwenye kanisa la Wakorinto. Yes, lilikuwa kwenye kanisa la Mungu la Wakorinto. Moja ilikuwa ni masuala ya uzinzi na uasherati mkubwa ndani ya mji na kanisa. Lakini pia kuna mafundisho potofu yaliingizwa kanisani kuhusu uhusiano kati ya wanandoa na watu wasio kwenye ndoa. Ilikuwa imeonekana ni kawaida mtu ambaye yuko kwenye ndoa anaweza akawa na mahusiano nje ya ndoa yake, and that was very bad, na hata kwa sasa bado machangamoto kama hayo yanaendelea. So katika kujibu swali hili, Paulo alitoa maoni yake kuwa kubaki toashi au kutokuoa ni karama ambayo Mungu anapewa, ni kipawa cha Mungu anampa mtu, ni kipawa cha Mungu ambacho angetamani watu wengi wawe nacho. Hii kwa sababu ya kuepuka kuwaka tamaa ya mwili au mawazo mabaya. Heri kila mtu aoe au olewe kwa ndoa takatifu. Napozungumza ndoa takatifu, sizungumzi tu ule muunganiko wa watu kuunganishwa kanisani na kuvalishana pete. Ni zaidi ya hapo, ni muunganiko wa kiagano kati ya mwanaume na mwanamke ambao ni Mungu amewaunganisha. Sio mnakutana mahali nachotana, mnakuja kuwashawishi watumishi wa Mungu na wazazi ili wawape baraka zao. So anasema utoashi ni mzuri zaidi, yani kutokuoa, lakini sio kipawa cha kila mtu. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kuwa toashi. Na ndoa pia ni upaji wa Mungu. Ndoa pia ni upaji wa Mungu. Ndoa ni karama, ni baraka ya Mungu ambayo ametusaidia pia kama mojawapo ya ulinzi dhidi ya uzinzi. Sasa hapa tunajifunza mkazo huu. Moja, utakatifu au kujitenga kwa ajili ya Mungu ni kiwango cha kimungu cha maisha. Tendo la ndoa salama ni lile la wanandoa tu. Tendo la ndoa au kitendo cha intimacy kati ya mwanaume na mwanamke kilicho salama kwa maisha yako ni kile unachokifanya na mke wako au na mume wako tu wa ndoa. Mbili, utoashi ni karama, sio sheria au jambo la kila mtu. Kuna waamini wameitwa kuwa matoashi kwa ajili ya huduma ya ufalme tu. Tunaona hata Yesu katika ubinadamu wake hakuoa, lakini pia aliwahi kufundisha kwamba kuna aina mbalimbali za matoashi. So namba tatu, ndoa ni heshima, sio udhaifu wa kiroho wa kutokuoa au kutokuolewa. Ndoa ni heshima, lakini pia kuoa au kutokuoa sio udhaifu, sio udhaifu. Watu anaona mtu ambaye hajaolewa ni kama mtu fulani hivi ambaye ana laana au ana mapepo, amefungwa, kuna maroho fulani. Lakini lazima uwe na discernment unapohudumia watu kwenye issue ya marito.
Yes, kwa sababu pia watu wengine hawataki kuyajua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo anapoteza muda, anasubiria ndoa, amtumikii Mungu. Namba 4, kiasi ni muhimu. Kujizuia. Uwe kwenye ndoa au haupo kwenye ndoa, lazima uwe na kiasi. Kujizuia toshelevu, shinda tamaa za mwili au zinzi. Wapo watu ambao wanatumia ndoa kama sindano ya ganzi, yani kujitibu tamaa zake. Ukikosa kiasi nje ya ndoa, ni vigumu kuwa na kiasi ukiwa kwenye ndoa. Sasa ufunuo huu wa usiguse ua, Paulo hakusema kuwa wanawake ni waovu au tendo la ndoa ni dhambi, bali alifundisha waamini wajifunze na kuishi utakatifu, usafi, kiasi kwenye masuala ya uhusiano wa kimapenzi. Kazo wake mkubwa ni Mkristo kuishi maisha yanayomtukuza Kristo na sio kuharibu utukufu wa mwili wa Kristo ambao ni hekalo la Mungu. Ni ama usiwe kwenye ndoa au uwe kwenye ndoa, lakini ubaki mtakatifu na mwaminifu mbele za Mungu. Mwanamke ni siri ya Mungu ambayo anajua yeye alimwekea viungo au radha gani ndani yake. Mwili wake, mwonekano wake, akimwona tu avutiwe naye. Asisimke, moyo wake umdunde, atamani kuwa naye kimahusiano ama ya urafiki tu wa kawaida au kuzungumza naye au mapenzi. Mahali popote walipo wanaume au mwanaume, akitokea mwanamke, ratiba zinabadilika ghafla. Mwanaume akiwa na mwanamke wake hujitahidi kuwa imara, shupavu na nadhifu. Hata kama ni dhaifu, anajitahidi kuonekana ana nguvu, ana akili, ana hekima, ana uwezo. Mwanaume huwa tayari kupambana na kupigana mpaka pumzi yake ya mwisho ili alinde mkewe au alinde heshima yake mbele ya mwanamke anayempenda kwa dhati. Mwanamke ni ua la Mungu. Kama maua yanavyovutia, yanapendeza, yananukia, yanatamanisha, hata kwenye uhusiano usio wa kindoa watu hutumia zawadi ya maua ili kuteka hisia za wenza wao na kuashiria upendo, heshima na uthamani. Hivyo wanawake huonekana kama maua ya Mungu duniani. Lakini endapo mwanaume atayashika maua hayo, au akimtamani moyoni au akilini kwake, au akizini naye kimwili, mambo yanabadilika. Tayari shida inaingia kwenye maisha ya mtu huyo. Dunia imeingia kwenye uovu na uharibifu, laana, uangamivu mkubwa kwa sababu ya mwanaume mwanamke isivyotakiwa, yani zinzi nje ya ndoa. Soma kwenye Mwanzo sura ya 6, Biblia inazungumza dunia ilipoongezeka watu, wanawake walizaliwa wengi, ndipo wana wa Mungu wakawatamani au binti za wanadamu, wakajitwalia wake wote waliowachagua, kazini nao, wakazaliwa majitu au wanefiri. Kwa Kiebrania inamaanisha watu hodari, wenye sifa, au watu walioanguka, au kizazi cha uovu. So kilizaliwa kizazi cha watu waovu duniani ambacho hakimjui Mungu na pia hakikusudii kuwa kumcha Mungu, kwa sababu ya muunganiko wa mbegu ya kishetani, kwa sababu ya uzinzi na uasherati kati ya wana wa Mungu na binti za wanadamu. So baadaye tunaona Mungu alipiga dunia kwa gharika, akaangamiza wanadamu na wanyama wote, akabaki Nuhu na familia yake. Haya yanatajwa kwenye Mwanzo sura ya 6 na mstari ule wa 9 kuwa alikuwa ni mtu wa haki, alienda pamoja na Mungu na mkamilifu katika kizazi chake. So Biblia ina maandiko mengi yanayoonya, yanayokataza au kuzuia kabisa watu wasizini, wasiwe kwenye uhusiano wa mapenzi nje ya ndoa. Kuna maandiko kama ikimbie zinaa, azinie na mwanamke ana akili kabisa, zikimbie tamaa za ujanani, usiwape wanawake nguvu zako, ni heri uyafurahie maji ya kisima chako mwenyewe. Mungu anachukia kuachana, umfurahie mke wa ujana wako,
usimtende mambo ya hiana mke wa ujana wako. Tunaona Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa, na so tunaona mifano na madhara pia ya uzinzi kwa watu wa Mungu au kwenye Biblia. Tunaona moja, mabinti wawili wa Lutu walilala na baba yao mzee Lutu. Baada ya kumlewesha wakazaliwa watoto wawili ambao baadaye alikuwa mataifa Moabu na Amoni. Na baadaye tunaona yalikuwa ni mataifa maovu, wapagani, waliabudu miungu kwa sababu ni kizazi kilichotokana na uzinzi. So Daudi pia alizini na mke wa Uria Mwiti, askari wake. Mbaya zaidi, akafanya njama za kumuua Uria vitani, kisha akamfanya yule mwanamke awe mkewe. Ndipo yule mtoto aliyezaliwa katika dhambi akafa wa kwanza. Yule Bathsheba alizaa mtoto akafa. Ingawa alifunga na kulia sana na kutubu, kisha bado Mungu akamlipa uovu huu kwa mwanawe mkubwa Absalom kumpindua ufalme, naye akalala na wake zake mbele ya watu wote wa Israeli. Unaweza ukaona kwa nini Mungu alimtendea uovu na ukatili huu Daudi. Mungu alikuwa anajua watu walikuwa wanamcha Mungu, lakini pia walikuwa wanampenda sana Daudi. So maana yake kosa alilolifanya mfalme Daudi lingeweza kuanzisha mbegu kwa wafalme wote ndani ya taifa na nchi. Kwa alilishughulikia kwa ukali, ili kiasi kwamba hata mfalme yoyote anayekuja ndani ya Israeli asiwahi kurudia kosa la aina ile alilolifanya Daudi. Amnoni pia tunaona alimbaka ndugu yake umbu lake Absalom, anaitwa Tamari. Naona Absalom, Tamari na Amnoni wote walikuwa ni watoto wa Daudi, lakini tunaona baadaye Absalom alimuua ndugu yake Amnoni. Kisha yule binti, naona Tamari, akaishi maisha ya huzuni, akaishi maisha ya ukiwa mpaka kufa kwake. Naye Absalom akaja akauawa na jeshi la Daudi. Unaona hiyo laana. Absalom alikufa hana mtoto, Amnoni akauawa na Tamari. Unaweza kuona hiyo mbegu. Mzaliwa wa kwanza ambaye alikuwa anatakiwa awe mrithi wa kiti cha ufalme cha baba yake, mpaka baadaye anakuja kuwa mfalme, ni mtoto wa mwanamke ambaye naye alimchukua kwa njia ya uzinzi, Suleiman. So Biblia inasema Suleiman alikuja akaoa wanawake 700 ambaye alizaliwa na Bathsheba mkewe Uria Mwiti. Akaoa wanawake 700 na masuria 300, nao wakamgeuza moyo. Baadaye akamwacha Mungu na kuruhusu madhabahu za miungu zijengwe ndani ya Israeli. Mungu akachukia yale matendo na akamwambia hata urarua ufalme wake wakati wake, lakini wakati wa mtoto wake ambaye ni Rehoboamu ataugawanya ufalme wake na kumpa mtumishi wake. Ndio tunaona baadaye taifa la Israeli, yale makabila 12 yakagawanyika. Rehoboamu mtoto wa Suleiman akaanza kuwa mfalme wa makabila mawili, Yuda na Benjamin, na makao makuu yakawa Yerusalemu. Lakini Yeroboamu akawa mfalme wa makabila 10 ambaye ni mtumishi. Unaona hiyo laana. Uzinzi ukapelekea ufalme uliokuwa umetukuka wa Daudi kwenda kwa mtoto wake Suleiman, kwenda kwa mtoto wake Rehoboamu, ukawa kama umeraruliwa, ukawa kama umegawiwa kwa mtumishi wake. Hata tunaona mfalme Sauli alikuwa ni mfalme ambaye hana utii kwa Mungu. Mungu akaamua kuugawa ufalme wake kwa Daudi. Unaweza ukapoteza heshima na utukufu wa Mungu kwenye maisha yako kwa sababu ya maisha ya uzinzi. Maisha ya uzinzi yanaweza yakapelekea utukufu wa Mungu uraruliwe, uzaliwa wa kwanza upotee. Samsoni aliyekuwa mwamuzi wa Israeli
alikuwa mtu mwenye nguvu, tunajua stori yake, lakini alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Wazazi wake waliambiwa na Mungu asilewe, asinywe pombe, vishungi vya nywele zake zisikatwe. Lakini Samsoni alipoanza kuwa kubwa, yale yote aliyokatazwa na Mungu alianza kuyafanya. Alioa wanawake wa Kifilisti, mojawapo ya wanawake waliomkuja kumharibu ni Delila, na huyu ndo aliyemshawishi wakazini, wakaishi maisha yao ya tamaa. Lakini alikuwa pia na roho ya uchawi, ya ulaghai. Akamlaghai kwa njia alizojua yeye, ili amwambie siri asili ya nguvu zake. Na siku alipomwambia, akamnywesha sijui kitu gani alichomnywesha, akamlaza mapajani, akamnyoa vishungi. Kisha ndo ukawa mwisho wa huduma ya Samsoni. Alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri, lakini uzinzi ukasababisha aanguke. Tunaona kwa bali ya Esau. Esau mwana wa Isaka, ndugu yake na Yakobo. Urithi wake au haki yake ya uzaliwa kwanza ilienda kwa mdogo wake Yakobo, ilichukuliwa na mdogo wake Yakobo kwa sababu ya uzinzi. Kwanza alifanya kosa la kwanza, alioa wanawake wa Hiti, alioa wanawake mabinti za Hethi Muhiti, makabila ambayo Bwana aliwakataza Waibrania wasiwaoe wala binti zao wasiolewe nao. Hivyo Mungu akamhesabu Esau kama mtu asiyemcha au mtu ambaye hana imani. Naona hata wazazi wake wanalalamika. Rebeka analalamika, na Biblia inasema wazazi wake roho zao zilikuwa zina uchungu kwa ajili ya hao mabinti za Hethi Muhiti. So kuna maamuzi wakati mwingine unaweza ukayafanya kwa ajili ya furaha ya muda mfupi, yakakuingiza kwenye majuto na uchungu wa muda wote. Wababa wengi, wanaume wengi tunapoteza au wanapoteza hali yao ya uzaliwa wa kwanza, wanapoteza heshima yao kwenye ndoa kwa sababu ya matendo ya muda mfupi ya uzinzi. Inawezekana ukapata mwanamke wa muda mfupi akakuridhisha kitamaa za mwili, lakini ukapoteza heshima ambayo Mungu alikuwa amekupa kwa siku zote, na ikaenda hata kwa mkeo. So tunaona pia mama yake na mfalme Lemueli anamshauri mwanawe kwenye kitabu kile cha Mithali 31, asiwape nguvu zake wanawake na wale waharibuo mioyo ya wafalme. Asiwape nguvu zake. Kuna wanawake, kuna makahaba, kuna marafiki wabaya. Kuna marafiki wabaya ambao kazi yao huja kwa ajili ya kuharibu mioyo. Wanakuingizia mifumo ambayo itakupelekea uharibike, hatima yako ipotee. Naomba unisikilize, huu ni ushauri ninautoa. Mwanamume akiingia kwenye mtego wa mwanamke kahaba au asiyemcha Mungu au asiye mke wa ndoa, anakuwa mwili mmoja naye, nafsi zao zinaunganishwa. Kwa anakuwa hayupo mwenyewe, anakuwa anaongozwa na yale mapepo ya uzinzi na maisha yake yanaharibika. Je, utaona anageuka, anakuwa mbogo kwa mke wake, anapiga mkewe, anakuwa mkali, hawezi tena kujali, anapoteza ile roho ya upendo na kumcha Mungu. Alikuwa ni mtu wa ibada, anaacha ibada kwa sababu zile nafsi unazojiunganisha nazo zinakuwa ni mtego kwako, zinakuwa ni tanzi. So kama amejiungamanisha na wanawake wengi, moyo wake unaharibika, kisha zile nafsi za wale wanawake na yale mapepo ndio zinaanza kuongoza maisha yake. Huyu hata umshauri maswala gani, ni vigumu sana kupata mwafaka, ni vigumu sana kuwa na ushirika na wakiakili au wakiroho. So kama mwanamke akijiunganisha na mwanaume mwovu wa kazini, amejiingiza kwenye hatari ya kuiangamiza nafsi yake. Ndio maana ile Mungu anasema mwanamke mwenye hekima huiokoa nyumba yake, na mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Maandiko mengine yanasema azinie na mwanamke ana akili kabisa, ana afanya jambo litakaloangamiza nafsi yake mwenyewe. Mtu mzinzi hana akili ya kuficha dhambi yake wala madhara, hujulikana tu, kwa sababu shetani ana akili ya kufanya dhambi, ila hana hekima ya kuficha au kukuepusha na madhara ya dhambi, wala hana kinga dhidi ya uovu. Dawa ya uzinzi moja ni kutambua na kukiri kuwa wewe unayo shida ya uzinzi, wewe ni mzinzi. Kisha utubu kwa dhati ya moyo, kisha umwombe Mungu akufungue kwenye kila muunganiko wa kipepo au wa tabia au na nafsi za wanawake uliojungamanisha nao kwa uzinzi. Watu wengi wanapenda kuzungumzia sababu zilizowapelekea kuzini, hawapendi kutambua kwamba uzinzi ni kosa na ni shida. Kwa nini watu wengi hatuachi makosa ya hivi? Ni kwa sababu immorality, watu wengi wanahisi ni udhaifu. Watu wengi kwa nini hawaachi mambo ya uchafu ya uzinzi na ukahaba? Ni kwa sababu wanapenda kuongelea sababu. Mimi ndio nalisha familia yangu, nikipata mwanaume nitaacha. Mwingine anasema mimi, unajua mambo haya ni kwa sababu kuna mtu aliniumiza moyo. Mwingine anasema nilifukuzwa kazi. Zote ni sababu, lakini sio kisa. Kiini cha uzinzi ni dhambi. Lazima uitambue kwanza uzinzi kama dhambi na uichukie na uwe tayari kupona. Maswala ya Mungu atakubariki kazi, Mungu atakubariki ndoa, Mungu atakusaidia, hayahusiani na wewe kuwa kahaba au wewe kujiuza au wewe kulala na wanawake tofauti tofauti au wewe kumsaliti mke wako. Usiseme ni udhaifu wangu, usiseme ni udhaifu wangu. Mwombe Roho Mtakatifu akupe tunda la Roho na neema yake ya kushinda dhambi, akupe nguvu ya kukimbia dhambi ya uzinzi. Usiseme hakuna mwanaume anayeweza kuishi na mwanamke mmoja tu. Usiseme hakuna mwanamke anayeweza kukaa na mwanaume mmoja tu. Mambo yote yanawezekana kwake yeye amwaminie Bwana na kutii amri na hukumu zake kupitia neno lake. Geuka leo. Zinzi sio dili. Unaharibu maisha yako na kusudi la Mungu kwenye maisha yako, na unaharibu urithi wa watoto wako. Zinzi hana urithi wa baraka kwa kizazi chake, huwa anaacha laana na dothari. Hebu kabla ya kuchukua maamuzi ya uzinzi na uasherati nje ya ndoa yako takatifu, au hata kama hujaoa na kuolewa, fikiria mambo haya. Moja, Mungu alikuumba uje duniani kwa ajili ya hayo? Pili, je, kusudi la ndoa ni lipi kama umeoa na bado unasaliti mkeo au mumeo? Je, tatu, unayajua madhara ya kujiunganisha nafsi yako na wanawake wengine au wanaume wengine? Nne, unajua machozi kiasi gani yanatakiwa kutoka kwa ajili ya toba ya mtu aliyeuza haki ya uzalio wake wa kwanza kupitia uzinzi? Nenda kasome habari ya Esau. Biblia inasema hata baadaye alipolia sana kwa machozi hakusikilizwa na Mungu. Namba tano, kiini cha uzinzi au kusudi la uzinzi ni kuharibu hatima yako na uzao wako. Je, unalijua hili? Namba sita, dhambi zote anazozifanya mtu hutendeka nje ya mwili. Lakini kwa nini uzinzi ni dhambi dhidi ya mwili wako mwenyewe? Kwa sababu uzinzi sio kile kitendo mnachokifanya kati ya mwanaume na mwanamke kitandani, bali ni tukio la kiroho ambalo linakutanisha nafsi, mioyo, akili, hisia, maisha, miili, na roho yako inaukosea mwili wako na madhara yake yanabebwa na mwili. Umeumbwa kuutawala mwili na sio kutumikishwa na tamaa za mwili. Namba saba,
Je, unajua kuoa au kuolewa kumalizi dhambi ya uzinzi kama hujaishughulikia kwa namna ya Mungu na ukaishi maisha ya kiasi na utakatifu? Namba 8. Je, ukimaliza uzini huwa unafurahia au unajisikia kujutia? Kama unafurahia, ujue nafsi yako ilishakufa na mapepo ndiyo yanayoishi ndani yako yakiutumia mwili wako. Lakini kama unasikia hatia, bado unao nafasi ya kutubu na kuacha maisha ya uzinzi haraka, naye Mungu atakupa nguvu ya kushinda huu uovu na ujisamee. 9. Uzinzi unaharibu amani, utulivu, pumziko, usikivu, unakutenga na Mungu na unaangamiza maisha. Je, unalijua? 10. Huwezi kuitwa mpakwa mafuta, anointed or servant of God, mtakatifu wa Mungu, ukiwa unaishi maisha ya uzinzi. Kuwa na upako au karama sio kigezo, sio kigezo. Maana hata Shetani alikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Alipotupwa duniani, anaendelea kujigeuza kuwa malaika wa nuru, anaendelea kufanya maajabu, miujiza, ishara, akiwaaminisha watu kuwa yeye ni malaika wa nuru, lakini sio yeye. Tayari ni ibilisi, joka wa zamani na Shetani, pepo wa uongo, mwovu na muharibu, mdanganyifu. Usijitie moyo na upako, vipawa na karama, mafanikio au tajiri, ili hali unaendelea kufanya uzinzi. Mungu atakukataa usiwe mtoto wake, usiwe mfalme wala kuhani wake, na atakataa kizazi chako. Mungu utashangaa baadaye unawapa watoto shida. Hakuna mtumishi wa Mungu anazaliwa anainuka kwa sababu ya maisha ambayo umeyachagua kuyaishi wewe, au uliyaishi na sasa haupo. Watoto wako wanaanza kuishi madhara ya mbegu uliyoipanda. Tubu dhambi yako ya uzinzi kwa kumaanisha, kwanza jitambue kwamba nina shida hii, kisha tubu. Mungu atakusamehe na kukurudishia nafasi ya uzalio wako wa kwanza. Na kuanzia leo, tafute mlezi au baba wa kiroho au mnasii, anaweza kukuonya, kukufundisha na kuongoza kumuita Bwana kwa moyo safi. Watu wengi wanatafuta watu wa kuwapelekea sadaka waombee. Jitoe kwenye mamlaka ya mchungaji au mzazi wa kiroho, mzinzi au anayetia moyo au anayelea tabia yako sugu ya uzinzi. Na kuachia tafakari, soma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 22. This is Apostle Francis Goel. Uzinzi sio dili. Uzinzi ni kwa ajili ya watu wasio na akili. Kama unataka kufika mbali, lazima uteketeze na kukausha mzizi wa dhambi ya uzinzi kwako na kwa kizazi chako. Mwenyezi Mungu akubariki na akupe neema ya kujiona kwamba unastahili maisha bora kuliko hayo. Mungu akutoe kwenye kila kifungo ulichokuwa umefungwa nacho na huyo mwanamke na huyo mwanaume, na hao watu ambao walikuaminisha kwamba watakuoa wakakuingiza kwenye uchungu na leo unajitesa. Mungu akutoe kwenye kila vifungo katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. God bless you.